wa hifadhi ya jamii wa hiari, hifadhi scheme unaotekelezwa na NSSF ni mkombozi wa kweli katika kujenga kesho yetu iliyo bora. Mfumo huu unawapa fursa ya kipekee wafanyakazi wa sekta binafsi na wale waliojiajiri wenyewe kujiwekea akiba kidogo kidogo kwa kadri ya uwezo wao. Hii sio tu kwamba inajenga mtaji wa uhakika wa kipato cha uzeeni, bali pia inawalinda dhidi ya dhoruba za kiuchumi. Waswahili wana msemo mmoja unaoeleza kuwa akiba haiozi na akiba haimtupi mtu. Hivyo, ili kujenga kesho yako iliyo bora, anza kuchimba msingi leo kupitia hiari scheme, kwani uwekezaji usiokuwa na hasara. Zaidi ya hapo, nimefurahi kusikia na kujionea faida maradufu ya mpango huu. Mbali ya akiba ya uzeeni, mwanachama anapata fursa ya bima ya matibabu. Tunajua changamoto kubwa inayowakabili Watanzania wengi wakiwemo wanachama waliouta ni ukosefu wa bima ya afya. Kupitia hifadhi scheme ya NSSF mnaua ndege wawili kwa jiwe moja. Tunashukuru kwa mwitikio wa kujiunga katika mfuko wetu wa hifadhi ya jamii katika hii skimu ya hifadhi scheme. Ni mategemeo yetu sasa, baada ya kumaliza hii semina, watapata zile kadi zao za NSSF na namba zao za wanachama, na wataendelea kuchangia kila mwezi kwa ajili ya kupata mafao yao ambao ni mafao mbalimbali yanayotolewa na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Dhamira na nia yetu sisi kama JOUTA kuomba mafunzo haya ni katika muktadha mzima kuhakikisha kwamba sekta ya habari inakuwa katika mfumo rasmi kwa swala la mafao na masuala ya bima ya afya. NSSF kupitia hifadhi scheme imekuwa ikitoa huduma hiyo ya bima ya afya kwa mtu mmoja mmoja ambaye atachangia 30,000 kwa mwezi, lakini na mafao yake 20,000 yanakuwa ni sehemu ya mafao. Lakini ukichangia 50,000 na 200 nadhani inakuwa ni na familia yako. Hivyo kwa sekta ambayo mimi naisimamia na zaidi ya wanachama 500, natamani kupitia mafunzo haya tuwe mabalozi wazuri kuhamasisha kwanza waandishi wa habari kujiunga na hii hifadhi scheme, lakini pia kuhamasisha jamii kujiunga na hii hifadhi scheme kwa sababu ni na hatima ya maisha yetu. Sio tunafanya kazi bila kuwa na kuweka mafao yetu, lakini pia na uhakika wa matibabu. Kimsingi NSSF wamekuja na suluhisho zuri la kuweza kuwasaidia watu wasiokuwa katika sekta rasmi. Ijulikane duniani kote, sekta rasmi inakusanya watu wachache zaidi kuliko sekta isiyokuwa rasmi. Kwa maana kwamba sekta isiyokuwa rasmi sasa inaacha watu wengi sana nje, hawawezi kupata misingi yoyote ya kujisaidia kwenye maisha, kuanzia kwenye matibabu, kuanzia kwenye mikopo, kuanzia kwenye maendeleo mbalimbali. Sasa NSSF inapokuja na huduma kama hii hifadhi scheme inasaidia kuchechemua shughuli za uzalishaji mali, lakini usalama wa wananchi. Mwananchi anapokuwa na uhakika wa matibabu inamsaidia kufanya kazi kwa uhuru zaidi. Anapokuwa na fursa ya kupata uchumi, shughuli za kiuchumi, maana yake anaendelea zaidi. Lakini pia anapofika uzeeni anakuwa na mafao ya uzeeni. Inasaidia sana jamii yetu kuwa na utulivu. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri sana kwa wananchi, na mimi naomba wananchi wote bila kujali kipato chao, na hata ukiangalia NSSF kwa mwezi kuweka 30,000, unaweza kuweka 500, unaweza kuweka 1,000, unaweza kuweka 2,000 kulingana tu na kipato chako. Na kuna msimu, inawezekana kabisa miezi 6 usipate, lakini baada mwezi wa 7 ukavuna, ukapata, ukajiweka. Kwa kila mwananchi, hii ndio fursa ya kujikwamua kiuchumi, na sio tu kiuchumi, ya kuangalia kesho yake itakuwaje. NSSF hifadhi scheme ni mfumo ambao NSSF wametuletea. Tulishazoea kwamba ili kuchangia kwenye mafao ya jamii, ina maana lazima uwe katika ajira rasmi. Lakini NSSF wameliona hilo, wameona waandishi wa habari na vikundi mbalimbali, wengine hawako kwenye ajira rasmi, wengine ni washauri, wengine wanafanya kazi wanalipwa labda kwa wiki, kwa nini. Kwa hiyo ina maana hii itaenda kutusaidia sasa kuweka na sisi kuhifadhi pesa zetu. Wanasema kesho yako ili iwe nzuri inatakiwa ianze leo.